Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ameutaka uongozi wa Shirika la Viwango Tanzania TBS kutokuwa na huruma na bidhaa zisizokuwa na ubora, kwani serikali inataka soko la Tanzania liwe na bidhaa bora, salama na zenye kuleta tija kwa mlaji na kwa uchumi. Waziri Mkuu ametoa maagizo hayo baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la maabara na ofisi ya Shirika la Viwango Tanzania TBS katika eneo la Njedengwa jijini Dodoma, ambapo amesisitiza kufuatwa kwa viwango vya ubora. Kwa wazalishaji wa bidhaa, ni wasihi muhakikishe bidhaa zenu zinakidhi viwango vya kitaifa, na viwango hivi lazima viwe vimewekwa na taasisi yetu hii TBS, na mzingatie taratibu za vipimo, uthibitishaji wa ubora na uboreshaji wa mifumo ya uzalishaji. Na kama nilivyosema awali, bidhaa zenye ubora ni heshima kwa biashara zetu, kinga kwa afya zetu, na daraja ya kuingia kwenye masoko ya kimataifa. La pili, kwa wafanyabiashara na waagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba bidhaa mnazoziingiza nchini kwanza ziwe salama na ziwe zimeidhinishwa na zina alama ya ubora kutoka TBS au taasisi inayotambulika. Serikali tunataka tuone soko la Tanzania liwe na bidhaa bora na sio shimo la bidhaa zisizokuwa na ubora. Tunataka soko letu liwe na mvuto kwa watumiaji wa nje. Tatu, kwa taasisi za umma na mamlaka za udhibiti zote, ziko taasisi mbalimbali za udhibiti. Zote hizi lazima zishirikiane na TBS katika kuelimisha wananchi kuhusu ubora na viwango vinavyohitajika. Na mimi najua mnalo tawi bandarini ambako bidhaa zinaingia. Mnao watumishi kwenye mipaka yetu yote, Tunduma na maeneo mengine. Simamieni ubora kila bidhaa inayoingia. Tunapaswa kuonesha mfano katika matumizi ya bidhaa bora kama nchi na kufanya taifa hili wananchi wake kuwa salama, ili kutangaza ubora wetu na kazi zetu kwa mataifa mengine. Lakini nne, kwa sisi watumiaji, wananchi wa kawaida, ni haki yetu kutumia bidhaa salama za zilizo bora. Lakini pia tuna jukumu la kuuliza ubora wa kila bidhaa unayoipata. Usibebe tu, uliza kama bidhaa hii ni bora kweli. Chunguza, na utakapobaini kama bidhaa hii ina mashaka ya ubora wake, usisite kwenda kujulisha kwenye vyombo vya sheria. Tujenge utamaduni wa kuikagua bidhaa na alama za ubora TBS kama zipo. Kama bidhaa hiyo haina TBS, uwe na mashaka nayo. Tano, kwa ndugu zetu wa vyombo vya habari, ni wasihi sana kwa mstari wa mbele kuelimisha umma kujua haya, kwamba bidhaa zote tunazozitumia lazima tujiridhishe ziwe bora, na haya yote tunayoagiza kwa umma, kwa wafanyabiashara, lakini kwa taasisi nyingine zote, yale yote tunayoeleza yabebeni, waambieni wananchi. Tunahitaji kupata ushirikiano wenu. Nyie ni wadau wetu muhimu sana katika kutoa elimu na kupeleka ujumbe kwa Watanzania. Kwa sekta binafsi na wadau wengine, hasa wanaojishughulisha na viwanda, shirikianeni na TBS. Kila mnapotaka kuzalisha bidhaa, waalikeni wataalamu wa TBS waje wakague hatua zote za awali kabla hujazalisha. Isije kuwa mtatizo utakapozalisha bidhaa ina ubora alafu ikamwagwa, utapata hasara. Ili kuzuia hasara, ita wataalamu wako wa kutosha, watakwenda viwandani, watakuja kuchukua sample na kuleta hapa kwa ajili ya maabara, kupima kwenye maabara, ili ujihakikishie kuwa bidhaa yako inakidhi matumizi, lakini inakidhi ushindani na kuifanya Tanzania kuwa ni eneo la uzalishaji wa bidhaa zilizo bora. Ndugu wageni waalikwa na wananchi wote mlioko hapa kwa ujumla,
Mafanikio ambayo tunayaona kwa TBS ni kwa sababu ya wanasema commitment, uwajibikaji wao. Nimeshafanya ziara TBS kukagua hatua zote za ukaguzi wa bidhaa mbalimbali. Hakika TBS imeimarika. Hongera sana. Endeleeni. Moja kati ya eneo ambayo nilikuwa na mashaka sana ni TBS, kwamba pale ingekuwa ni jumba la rushwa la mtu mwenye bidhaa feki anapeleka TBS, anajua kwamba angehonga alafu bidhaa iweze kupitishwa TBS. Hilo jambo halipo. Endeleeni na hiyo tabia. Serikali itaendelea kuwaimarisha. Elezeni mahitaji yako wapi, wizara ipo. Sikilizeni maoni ya kamati ya bunge na yale ambayo yanajadiliwa bungeni, taambiwa na kamati ya bunge ya kudumu ya viwanda biashara. Malengo yetu ni kuhakikisha kuwa TBS inafanya kazi vizuri. TBS, endeleeni kuimarisha kitengo cha utafiti. Bidhaa mbalimbali za utafiti ambazo zinahitajika zizalishwe, ambazo zinatakiwa kufanya utafiti, fanya utafiti maeneo mbalimbali. Tembeeni kwenye nchi mbalimbali, muone taasisi za wenzetu. Kwa nini tunaamini sana bidhaa kutoka Ujerumani? Sema hii Ujerumani hii bwana. Hii ya fulani ya hii ya fulani. Sisi tunataka tuingie kwenye ile chati ya hii ya Tanzania bwana. Alafu tunachukulia. Na atatufikisha hapo ni TBS. Chapeni kazi. Ndugu wadau, tumia nafasi hii kwa kurudia tena kutoa pongezi za dhati kwa taasisi yetu ya TBS, lakini pia wizara ambayo inasimamia mambo yote haya, kamati yetu ya bunge ambayo inasimamia wizara hii na taasisi zake zote, kwa mpaka leo hii tumeendelea kupata mafanikio makubwa kwa usimamizi wenu. Na hii ndio inaipelekea kuwa na historia nzuri nchi yetu na kulifanya kuwa ni soko kimbilio kwa nchi majirani wanaotuzunguka ambao wanapata bidhaa kama soko hapa nchini Tanzania. Mradi huu wa ujenzi wa Viwango House hapa Dodoma unatekelezwa na mkandarasi mkuu kampuni ya Nambra Engineering and Construction Company Limited akishirikiana na wakandarasi wengine 4 wanaohusika na uwekaji wa miundombinu ya maji safi, maji taka, uzimaji moto, uwekaji wa umeme, ufungaji wa viyoyozi, ufungaji wa lifti na ufungaji wa mifumo ya tehama na usalama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mshauri mwelekezi wa mradi huu ni kampuni ya DIT Institute Consultants Bureau akishirikiana na washauri wengine 3 ambao ni msanifu majengo yani project architect, mkadiria ujenzi yani project quantity surveyors na wahandisi ujenzi project service engineers. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka kufikia mwezi Mei mwaka 2025 mradi huu wa ujenzi wa maabara na ofisi za Dodoma umefikia asilimia 76 na unatarajiwa kukamilika tarehe 30 Agosti 2025. Kukamilika kwa mradi huu kutaboresha na kusogeza huduma za shirika kwa eneo la kanda ya kati na mikoa ya jirani, lakini pia utapunguza msongamano wa sampuli ambazo tunazozikusanya nchi nzima na kupelekwa Dar es Salaam, lakini pia utaongeza tija kwa wale ambao tunahudumia kupata majibu kwa wakati. Gharama za ujenzi wa jengo hili unategemewa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 25.3 ikijumuisha kodi ya ongezeko la thamani na gharama ya mshauri mwelekezi.